Wiki ndo kwanza imeanza, utekelezaji wa majukumu unaendelea. Tunaingia mtaani kuzisaka habari. Sasa wakati nikiwa barabarani kuelekea kwenye majukumu yangu ya siku, napata taarifa kuwa Igoma kuna kijana ambaye anapitia majuto ya maisha aliyoyaishi kwa zaidi ya miaka 18, ambapo anajutia kupoteza muda wa ujana wake kwa vitu ambavyo havikuwa na maana kwenye maisha yake, na lazimika kufunga safari hadi alipo kijana huyu. Mimi nilikuwa natafuta njia ya suluhisho la mimi na babangu. Tutamalizaje? Yani vita vyetu vitaishaje? Umedumu kwa muda gani kwenye hiyo imani? Ndoto zimefeli, lakini pia nimepoteza muda kwenye vitu ambavyo ni vya ujinga ambavyo havijanisaidia chochote. Mtu akatamani ya kukutanisha na mzee wako, uko tayari? Sio kwa sasa. Ni simulizi ya kutisha yenye kisasi ndani yake. Maisha aliyoyaishi kijana Paulo Kileka ambaye umri wake ni miaka 26. Katika familia yake wamezaliwa watoto zaidi ya 36, yeye akiwa miongoni mwa watoto mapacha watatu kuzaliwa. Mwenyeji wa mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi, Paulo Kileka anasema alianza kujihusisha na uchawi akiwa na umri wa miaka 8 baada ya ndugu zake kufariki kwa mazingira ambayo anadai yalikuwa na utata. Ni vile ambavyo ndugu zangu walikufa afu akaonekana kutokujali. Yani ile kutokujali mimi nilinichukua kwamba hii issue ni mzee ni kama anaijua hii. Kutokana na familia yake kuhusishwa na tuhuma kijijini kwao, wanakijiji na ndugu waliamua kuwatenga na kutojihusisha nao kwa shughuli za kijamii, hali iliyopelekea Paulo kutaka kujua sababu ya wao kutengwa na wanakijiji. Paulo anasimulia kuwa mara baada ya kukubali kujiunga na mambo ya kichawi, ilimlazimu kuingia darasani na kuusomea uchawi hadi nje ya nchi, na walipohitimu yeye na marafiki zake walipandishwa cheo. Tulivyosoma vile miezi 6 ilivyokuja kuisha, tukawa tuko top sasa. Nilifanywa sherehe na siku ya mwisho babangu mzazi alikuja. Kijana huyu anasimulia kuwa amelikata anga mara kadhaa kwa kutumia usafiri wa ungo, fisi akiwa nchi kavu na nyoka akiwa na safari za majini. Unajua ule ungo una kasi kuliko hata gari. Una mkia fulani hivi, una uchovya dawa. Yaani akikuchapa hivi unakuwa kitu kadogo. Kwa mnaweza mkakata 10 mnapangana pale. Yule tu mkubwa yule ndo anayeuendesha, kuna usukani pale. Baada ya kukamilika mipango yake ya kutaka kurudisha kisasi kwa mzee wake, adhima yake ilifanikiwa, lakini alijikuta anashindwa, na ndipo alijikuta anapitia majuto ambayo hatamani kuendelea kuyaishi. Kijana huyu hadi sasa amehifadhiwa Igoma mkoani Mwanza na msamaria mwema ambaye alimwokota na kumpeleka kituo cha afya kwa msaada baada ya kudondoka barabarani huku akitapika damu, na kwa maelezo ya mhusika alikuwa akitokea mkoa wa Geita alipokuwa akitumikishwa kuchunga mifugo ya mzee wake kwa kipindi chote, na yeye kuamua kuchoka na kutamani kwenda kumtafuta mama yake aliyemwacha akiwa na umri wa miaka 3 na kwenda Rufiji mkoani Pwani. Naitwa Dula TZD na nyuma ya kamera ni Masu Brand. Wewe unaamini kuwa uchawi upo? Mimi naamini 100% kwa sababu ni vitu ambavyo nimevifanya. Upo, sema ni vitu ambavyo havionekani kwa macho hivi ya damu na nyama. Ila uchawi upo na watu wanaojua. Ulikuwa hapo kipindi hicho ulikuwa na umri wa miaka 8. 8 naitafuta. Yaani mambo ya kishirikina umekaa kwa muda gani? Ilichukua muda mrefu kwa sababu 2009 ndo sasa nikaanza sasa ni kuimprove sasa, kwanza kuelewa kwamba hiki naweza nikafanya hiki. Kwanza moja wanakufundisha kuwa na kiburi. Yaani mtu kumtafutia sababu ili umwadhibu ambapo unafanya nini unahitaji. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili wanakufundisha kutokumhurumia mtu. Kwamba mtu atabike yani mambo yake anayofanya yasiende, yani ndio kitu ambacho unavyofanya vile ndivyo jinsi ambavyo wewe nguvu zako unakuwa strong, yani unakuwa na power. Unaona, ukiwa na huruma manake hivyo vitu wewe hauwezi kaenda navyo. Kati ya wale 7 wale wawili walifanya kwenye mambo ya dunia tu, haya kwamba siku zao zilikuwa zimeisha, lakini wale wengine 5 kulitokea changamoto. Yani kuna siku moja tulikuwa tumebebwa kwenda kufanywa challenge sehemu. Sasa kwenye kufanywa challenge kidogo tukaenda sehemu ambayo so nzuri, kwa sababu unakuta kuna watu wamezindika vitu vyao pale. Kwa hiyo sehemu tulipokuwa tumeenda walingangania pale. Sasa kile kitendo cha kungangania pale, kwa sababu kuna nguvu ambazo zinavutana, wakajikuta wametoka kule wana majeraha, wakawa wamepoteza uhai wao. Na walipopoteza uhai wao, sisi tuliendelea kuambiwa kwamba hivi ni vitu vya nini vya kawaida, mtakutana nao huko mbele. Hawakwambii kwamba tukapotea mazima, wanakwambia mtakutana nao huko mbele. Mimi na babangu kulikuwa kuna kisasi. Kwa hiyo niliingia kujifunza ule uchawi, ila ndani kuna nini
kuna kisasi, na ndio maana nilikuwa nikimshawishi sana kwamba naomba unipeleke sehemu ambapo mimi yani nataka niwe na level kubwa tofauti na ambapo mimi naiona. Hicho kisasi kikoje? Yani hebu muelezee mtazamaji aelewe vizuri. Kisasi cha nini na kilitokeaje mpaka ukawa na kisasi na mzee wako? Kwanza moja, kisasi cha kwanza ambacho kilikuwa kimekaa moyoni mwangu, yani ni vile ambavyo ndugu zangu walikufa afu akaonekana kutokujali. Yani ile kutokujali mimi nilinichukua kwamba hii issue ni mzee ni kama anaijua hii, na lakini pia kutokuwa na mawasiliano mazuri kati yake yeye na mamangu mimi. Nilijua labda kuna vitu ambavyo alimtendea afu akawa ameondoka. Kwa sababu sio rahisi sana mama kuacha mtoto wake na miaka 3 akamwacha kwa mwanaume afu haya akaamua kuondoka zake. Ndio hicho kitu ambacho kilinipelekea sana nikawa nimeingia kwenye hizo njia ambazo ni ndefu zaidi. Kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa na kilinge chake yeye mwenyewe. Yaani yeye ana wachawi wake ambao anawamiliki. Na yote yanafanyika usiku. Ya usiku. Na yanafanyikia sehemu gani? Nyumbani pale au mnatoka mnaenda sehemu nyingi tofauti? Tulikuwa tunatoka tunaenda sehemu tofauti, mara nyingi sana unaweza kukuta ni mlimani. 2009 mwezi wa 7 nikawa nimepita. Nikachaguliwa sasa kwenda kufanya interview ya kwenda kuanza hiyo darasa la kusoma. Kichawi. Interview tulienda kufanya sehemu moja Mtwara huko. Ile sehemu Mtwara kuna sehemu wanapaita Newala kama ushawahi kupasikia. Pale Newala kuna sehemu kuna shimo huwa linavuka moshi. Yaani ile shimo linatoaga moshi na mle ndani ni shimo unaweza kaingia na ukiingia mnaga mtu ambaye unaweza kaingia kutoka tofauti kama kuna yani mpaka wazee kufanyia mila. Kutoka sasa hiyo Bariadi, mkoa wa Simiyu mpaka Mtwara Newala. Mlitumia usafiri gani na kwa muda gani? Tulitumia usafiri wa ungo. Unajua ile ungo una kasi kuliko hata gari. Yaani ile kasi ulionayo inazidi hata gari. Kwenye ungo mnaweza mkakata karibia mpaka 10. Kuna mkia fulani hivi unauchovya dawa. Yaani akikuchapa hivi unakuwa kitu kadogo. Kwa mnaweza mkakata 10 mnapangana pale. Yule tu mkubwa yule ndo anayeuendesha, kuna usukani pale. Kwa kuna vitu ambavyo vinapishana kule angani. Kwa hiyo yeye ndo anaanza kuwa na control. Atakapowafikisha eneo la tukio ndo anakuchapa tena unarudi kwenye hali yako ya kawaida ya kuwa umbile lako la kibinadamu sasa. Kwa hiyo pale tulitumia kama masaa 3 kwa sababu tulikuwa tunawahi kikao. Huo ungo uko kwenye hali gani? Kwamba huu ambao unapatikana masokoni, si ndio? Unauza sokoni huu tu. Isipokuwa chini yake kuna ilizi imefungwa. Ule mtu unapatikana Kongo huko. Ule mti huwa una kila aina ya mzizi ambao unautaka. Sasa ule mtu anaukata afu wanauchomeka huko kwenye kwenye ungo unatoboka mpaka kwenye ilizi. Alafu kuna mafuta wao yanapaa kulomosha zile mimba. Kwa hiyo yale mafuta yote wanayachukua sasa. Hawezi kupaa bila yale mafuta. Kwa hiyo maana yale hicho unachokisema ndio kinachotumika kwenye hizo ungo. Kwenye hizo ungo na kuna dawa sasa ambayo na kuna sehemu maalum unakwenda kujaza ama unakuwa nayo yameshatengenezwa tayari. Ila lazima sharti lake uchuchumae. Ulikuwa ukifurahia tu, nafsi yako ilikuwaje pengine? Naona ilikuwa kiumia lakini hakuna namna, au ulikuwa ukifurahia ndio kitu ambacho ulikuwa ukikitaka pia? Yaani kwa upande wangu mimi mwingine yani maumivu yalikuwepo lakini na furaha ilikuwepo kwa sababu mimi nilikuwa natafuta njia ya suluhisho la mimi na babangu. Tutamalizaje? Yani vita vyetu vitaishaje? Kwa hiyo nilikuwa sina namna. Yani nilikuwa nafanya kwa sababu nikijua nyuma yangu hakuna namna ambayo naweza nikakwepa kufanya hivi. Sawa, lakini mpaka mwisho wa siku tayari mmemalizana wewe na mzee wako au bado? Mwisho wa siku ilipofika 2017 sasa. Ndipo siku ambapo wale watu ambao nilikuwa nimewaahidi kwamba tutaenda kupindua. Ndipo nilikusanya ambao watu wangu kwamba leo tutaenda kumvamia mzee wangu. Ila wakati tunaenda vile hatukufuatilia kwamba nyuma yetu kuna nani ambaye ametuzunguka. Kwa hiyo tulienda kukutana. Sasa tunapoenda kukutana tunapigana sasa yale maeneo. Kwa hiyo watu wengi sana wamepoteza maisha na ndio siku ambayo kwangu ikawakiza sana. Tulipigana, watu wengi sana walikufa upande wangu na watu wengi sana wakafa upande wake yeye. Akajaribu kutoroka sasa. Kumtoroka mzee wangu sikufanikiwa. Ndio sasa nikakuta na tatizo la kuwa ukimtoroka unadondoka chini afu unatapika kama damu fulani hivi. Ukishatapika vile unakosa nguvu ya kuenda sehemu ambapo unataka kwenda, unadondoka tu chini. Hiyo ya kwanza nilidondoka nimevuka tu kidogo mjini na itafuta Sengerema nikawa nimedondoka chini. Ilikuwa mwaka gani? 2018. Wakati ndo unajaribu kutoka kule. Najaribu sasa kwamba nitoke kule. Unaona. Hapo sasa nishakuwa na maisha, ninasoma shule. Yapita hata miezi 5 uendi shule. Yaani nikaanza kupita kwenye manyanyaso ambayo unapigwa. Baada ya yale yote au baada ya hiyo historia yote ulirudi pia shuleni? Ulirudi shule pia? Yaani nilirudi shule tu nilikuwa narudi shule kwa sababu shule walikuwa hawajui kama mimi naendelea na hicho kitu. Kama mimi nafanya hivyo vitu walikuwa hawajui. Siku ya Alhamisi ya wiki iliyoisha niliiba ng'ombe kutoka pale nyumbani. Nikamuuza ili nipate nauli ya kwenda wapi? Rufiji. Nikiamini hiyo ndo sehemu pekee ya mwisho ambayo kama atanikataa na yeye mamangu mzazi akunizaa mimi mwenyewe,
basi nakuwa najua sina mtu tena nyuma yangu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi lakini unapakumbuka? Ya, napakumbuka vizuri. Japo huna mawasiliano naye? Sina mawasiliano nao ya. Nimekuja natembea mdogo mdogo mpaka ilipofika muda kama wa saa 2 nikawa nimetokezea huko, sijui hata ninakoenda. Ya, baadaye sasa ndo tumbo likaa kali sana, ndo kuna boda akawa anapita. Naona. Akaniuliza vipi? Akaniuliza unakaa wapi? Nilimsondesha tu maeneo kama ya huko kwamba yani ni artist nipate sema naweza kanibeba nikakaa nikatulia. Lakini haikuwa bahati yangu, nikawa nimedondoka chini sasa. Ndio kuanza kutapika hivyo damu sana. Baadaye sasa wao ndo walinibeba. Neno ambalo nilisikia la mwisho tu kwamba tumpelekeni kwenye kituo cha afya kwa sababu ni karibu. Mpaka sasa hivi kiafya ukoje? Kiafya sasa hivi kidogo kuna unafuu kwa sababu mwili kidogo umerudi kwenye hali yake ya kawaida. Yeah. Na ulipofika hospitali walikuambiaje? Hospitali yani ile damu walivyokuwa wakitazama ilikuwa inabadilika rangi. Yeah, kwa walivyokuwa wakielezea wao kwamba mara inafanana ya pinki, yani mara yani ilikuwa ieleweki kama hiki ni kitu gani ambacho kinakutoka. Kituo cha afya ndio walitoa majibu hayo. Yeah, walitoa majibu hayo. Baadaye walivyokuja kuniuliza nilikuja kuzinduka mpaka polisi walikuja kwamba kuna mtu kaokotwa huko lakini hajulikani ni nani. Walivyokuja pale wakakuta kidogo nimepata unafuu wa kuamka. Sasa nisha drip ile maji imeshaisha. Na ile dawa imeshanidunga na wale walionikota wakaninunulia dawa sasa. Dawa zinaenda kwenye 35 hivi. Ya wamenipatia na dawa. Wao wasamalia wema sasa. Ambao ni wasamalia wema walikuwa wawili. Sawa, ikatokea mamlaka ama mtu akatamani ya kukutanisha na mzee wako, yani kwamba akupeleke nyumbani kwa mzee wako. Uko tayari? Ya, sio kwa sasa. Kwa nini nakati ni mzee wako? Hapana. Mama mdogo, mama wadogo, unawafahamu? Ndugu upande wa mama kule wajomba. Kukutana nao kwenye nani sijawahi. Sijawahi kuwafahamu. Sasa mimi natamani uzungumze nao kama kuna mahali wanakufuatilia, yani wajue kwamba kuna mtoto wao yuko mahali fulani na anawatafuta. Hebu tumia hiyo nafasi. Ya kwanza moja nilikuwa nawaomba sana radhi kabla sijawaambia kwamba mimi nawahitaji kwenye maisha yangu. Nawaomba sana radhi, lakini pia wajue kuna mtoto ambaye ni mwingine na yule mtoto wa zamani sio kama yule wa sasa hivi. Kwa popote pale ambapo wataona interview hii wakiniona hata kama nikifika nyumbani mamangu kama anatazama interview anipokea akijua mtoto wake sina popote pa kwenda kwa sasa. Yeah. Na wataamini vipi kama ndio wewe? Yani wewe ndio mtoto wao kwa sababu hamjaonana miaka mingi. Mama yote ambaye alimzaa mtoto wake lazima amfanane na anamjua kabisa mtoto wake. Hata kama wewe ni mchanga amepishana vipi na ananijua. Kwa wewe umefanana na mama. Si ndio? Ya kwa picha nilivyokuwa nikiziona ukutani. Umefanana na mzazi wako. Yeah.